Walimcheka wakati wa mazishi ya mama mkwe wake. Sio kicheko cha adabu, sio kicheko cha aibu. Ilikuwa ni kicheko cha dharau, kicheko cha kusema, huyu ataachwa na mikono mitupu. Kile wasichokijua ni nini? Yule mama mtulivu wa maktaba aliyekuwa akizikwa siku hiyo alikuwa mmiliki wa jengo waliloishi, walilofanyia kazi, na siku moja wangeomba waruhusiwe kuendelea kuishi humo. Na mzaa ulikuwa huu. Kicheko kiliendelea mpaka kiliporudi kwao na kuwameza wao wenyewe. Mapokezi ya msiba yalikuwa matupu, bila faraja. Mvua ilinyesha taratibu nje ya nyumba ya familia ya Mashauri, ikifanana na machozi yaliyokuwa yakitiririka kimya kimya usoni mwa Amina Mashauri. Amina alikuwa na umri wa miaka 29. Alikuwa mjamzito sana, amechoka, na amesimama kwenye chumba kilichojaa watu waliomuona, lakini wakachagua kutoona maumivu yake. Siku 3 kabla, Mama Rehema Mashauri alikuwa amefariki. Kwa macho ya dunia, alikuwa tu mama mweusi mnyenyekevu wa maktaba, mpole, mwenye roho nzuri, asiyejitangaza. Jamii humsahau haraka mtu aina hiyo. Lakini juu gorofani, ndani ya chumba kilichofungwa kwa ufunguo, kulikuwa na siri zenye thamani ya dola bilioni 90. Amina hakujua hilo bado. Kile alichokijua ni hiki: ndoa yake ilikuwa inakufa mbele ya macho yake. Mume wake Joseph Mashauri alisimama upande wa pili wa chumba, sio karibu naye, sio akimshika mkono. Miaka 6 ya ndoa, lakini hata mara moja hakumuuliza Amina, yeye na mtoto tumboni, wanaendeleaje baada ya msiba. Suti yake nyeusi ilikuwa safi, uso wake ulikuwa mtulivu kupita kiasi. Na kilichoumia zaidi ni hiki: mkono wake ulikuwa umezunguka Emily, rafiki ya Amina, rafiki yake wa karibu, mwanamke wa kizungu, mwenye mvuto, mwenye kujiamini, akicheka kama mtu aliyeshinda tayari. Walikuwa karibu sana, karibu kupita kawaida, ukaribu ambao hauanzi jana. Amina alimwona Emily akimnong'oneza Joseph sikioni. Joseph alitabasamu, tabasamu ambalo Amina hakuwa ameliona kwa miezi mingi. Wakili Bwana Kweka alimwona Joseph abakie nyuma. Kuna mambo ya haraka ya mirathi, alisema kwa sauti ya chini. Kabla Amina hajapata hata muda wa kufikiri, Joseph alizungumza. Nataka talaka, alisema moja kwa moja. Hakusita, hakusema samahani. Maneno yalianguka kama mawe mazito. Naondoka hapa, akaendelea. Mimi na Emily tuko pamoja. Chumba kilionekana kuzunguka. Amina kwa silika aliushika tumbo lake kama kumlinda mtoto wake dhidi ya maneno yale. Mjamzito, anahuzunika, na sasa ametupwa. Muda mzuri kweli, Amina alifikiri kwa uchungu. Wanaume wengine wanajua kugawanya muda wao. Walidhani Mama Rehema hakuacha chochote, maana si alikuwa tu mfanyakazi wa maktaba. Wakati wa kusoma kwa Hosia, Emily alicheka kwa sauti. Huenda aliacha vitabu vilivyocheleweshwa na kadi za maktaba, alitania. Joseph alitabasamu kwa dharau. Amina hakusema neno, lakini aliona jambo moja la ajabu. Mikono ya wakili ilitetemeka alipofungua bahasha iliyoandikwa, kwa macho ya mwanangu pekee. Nyuma ya kabati la vitabu la Mama Rehema kulikuwa na mlango wa siri. Ndani yake, skrini, masanduku ya siri, naraka, picha za Mama Rehema akiwa na viongozi wakubwa, matajiri wa teknolojia na wawekezaji kimataifa. Hakuwa amevaa kama mfanyakazi wa maktaba, alikuwa amevaa kama mtu mwenye nguvu. Wakili akasema kwa upole, mama yako hakuwa yule uliyemjua tu. Kwa jamii, Mama Rehema Mashauri. Kwa siri, RM Cross, mwanzilishi wa mojawapo ya makampuni makubwa ya mali isiyohamika duniani. Jengo makubwa Marekani, miradi mikubwa Ulaya, hoteli Mashariki mwa Kati, mali katika nchi 47. Thamani dola bilioni 90. Mrithi wake pekee Joseph, mwanaume aliyemwacha mkewe mjamzito. Kisha ukweli wa pili ukaibuka. Uhusiano wa Joseph na Emily haukuwa mpya. Miezi 18. Mama Rehema alikuwa anajua. Aliajiri mpelelezi binafsi, kwa sababu mama huona kile wakwe zao wanahisi, hata kama hawawezi kuthibitisha. Amina hakupiga kelele, hakuzimia. Alinyamaza tu. Ukimya ule unaokuja wakati usalati unapofafanua kila kitu. Emily aliania Crown Tower, jengo la Joseph.
Maisha ya Amina yamekingizwa. Nguvu ya Joseph anamiliki. Walidhani wanapandisha hadhi. Kwa ukweli, walikuwa wakiishi kwa raha ndani ya dunia iliyojengwa na mwanamke waliyemdharau na mke waliyemtupa. Joseph alirudi na karatasi za talaka, mwenye kujiamini, baridi. Alielezea uamuzi wake kama biashara. Amina ni mwenye hisia nyingi, anaangalia sana familia, ana mawazo madogo, maktaba, jioni za utulivu, mtoto njiani. Emily kwa upande wake, aliwakilisha ndoto kubwa, hadhi, maisha yasiyo na vikwazo. Amina alimsikiliza, kisha akasema kwa sauti ya chini, hapana, sio hapana kwa talaka, hapana kwa urahisi wao. Fungua kesi ipasavyo, kwa kupitia mawakili. Waliondoka wakiwa wanakasirika, bado wakitabasamu, bado hawajui. Wakati wa uchunguzi wa mali, ukweli ukawekwa wazi. Dola bilioni 93. Wakili wa Emily akaganda. Joseph akapanikia. Mahakama ikatulia. Mahakimu Bibi Mwajuma hakutikiswa. Urithi ni mali binafsi. Mke anapata nusu ya mali ya ndoa tu, hakuna zaidi. Emily akapiga kelele. Joseph akapinga. Amina akanyamaza. Kwa sababu nguvu hazipigi kelele, zinasubiri. Amina hakutafuta kilipizaji. Aliacha dunia ifanye kazi. Sheria zikatekelezwa. Mikataba ikapitiwa upya. Kodi ya Emily ikaingizwa maradufu. Maisha ya Joseph yakaanza kuyumba. Hakuna kulengwa, ni matokeo tu. Miaka 5 baadaye, Amina alisimama ndani ya maktaba. Mtoto wake alicheka karibu naye. Bamba liliandikwa, Mama Rehema Mashauri, mfanyakazi wa maktaba aliyependwa. Sio bilionea, sio tajiri mkubwa, mfanyakazi wa maktaba. Amina alitabasamu kwa upole. Usalati mwingine hukuvunja, mingine hukufundisha nani hakuwahi kukustahili tangu mwanzo. Na mahali pote pale, Joseph na Emily walijifunza somo moja muhimu. Mwanamke hatarishi zaidi kwenye chumba ni yule unayemsalati wakati ukimdharau nguvu yake.